Elvis Kosgei, KTN. Kwingineko ni kwamba aliwahi kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya, akiwa na nguvu ambazo wengi walidhani hazingetikisika, lakini leo anasubiri hukumu baada ya kupatikana na hatia katika mojawapo ya kesi za mauaji zilizolitikisa taifa, kuanzia kushinda mawimbi ya kisiasa, kukabiliwa pia na uchunguzi wa ufisadi, hadi kupatikana na hatia ya mauaji. Simulizi aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado ni hadithi ya mamlaka, utata na anguko la kushtua. Mwanahabari wetu Grace Ng'ang'a anaangazia safari ya kupanda kwake kisiasa na jinsi alivyoporomoka kutoka kileleni. Kulikuwa na wakati ambapo Zachary Okoth Obado alikuwa miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini Kenya. Governor bila alifanya kazi, hakuna yoyote atakayefanya kazi kama yeye tena. Obado ni mtu anachapa kazi, hana ubaguzi. Alipochaguliwa kuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Migori mwaka 2013, Obado aliwashangaza wengi kwa kushinda wimbi la ODM katika eneo la Nyanza baada ya kuwania kupitia chama cha People's Democratic Party PDP. Lakini hata akiwa kileleni mwa ushawishi wake wa kisiasa, utata haukuwa mbali naye. Mwaka 2017, kamati ya nidhamu ya ODM ilimtoza faini ya shilingi milioni 2 kutokana na vurugu zilizohusishwa na mchujo wa chama hicho Migori, ishara ya awali ya misukosuko ya kisiasa ambayo ingeendelea kumfuata. Leo taswira hiyo imebadilika kabisa. Sasa anasubiri hukumu baada ya kupatikana na hatia ya mauaji katika mojawapo ya kesi zilizotikisa taifa. Mzaliwa wa Migori, Obado alianza maisha yake kama mwalimu wa sayansi kabla ya kuingia katika siasa. Hata hivyo, wakati nyota yake ya kisiasa ikiendelea kung'aa, utata uliendelea kumwandama. Kisha ukafika mwezi Septemba mwaka 2018. Kutoweka kwa Sharon Otieno kulitikisa taifa. Sharon, aliyekuwa na ujauzito wa miezi 7, alikuwa ameuawa kikatili. Matumbo on the left is out and the neck, as I saw the neck, I believe was broken. Taifa lilitazama kwa mshangao. Maswali yakaanza kuibuka. Ni nani aliyetaka Sharon afe? Kwa nini alikuwa analengwa? Na gavana mmoja mwenye ushawishi mkubwa nchini alikuwa na nafasi gani katika tukio hilo? Uchunguzi huo ukageuka kuwa mojawapo ya uchunguzi mkubwa zaidi wa jinai nchini. Maafisa wa upelelezi walichambua rekodi za simu, ushahidi wa mashahidi kabla ya kumfungulia mashtaka Obado, pamoja na aliyekuwa msaidizi wake Michael Oyamo na aliyekuwa karani wa kaunti ya Migori Caspal Obiero kwa mauaji ya Sharon Otieno. Kila mtu kwa hii Kenya atabeba mzigo yake yeye mwenyewe. Hiyo ni msalaba yake, na mimi pia niko na msalaba yangu. Kifika yangu nitabeba. Hata hivyo, kesi ya mauaji haikuwa mzigo pekee aliyoubeba Obado. Kwake matatizo yalikuja mfululizo. I've stolen nothing. Wakati maafisa wa upelelezi wakifuatilia kesi ya Sharon Otieno, wachunguzi wa ufisadi nao walikuwa wakimkaribia. Tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC ilikuwa ikiuliza swali tofauti. Si nani aliyemuua Sharon Otieno, bali Obado alipataje utajiri mkubwa kiasi hicho? Kisha likaja pigo kubwa zaidi. Mwaka 2024, Obado alifikia makubaliano na EACC iliyoshuhudia mali zenye thamani ya takriban shilingi milioni 428 zikikabidhiwa serikali, hatua iliyohitimisha sehemu ya kesi ya mali isiyoelezeka. Na ilipoonekana kana kwamba matatizo yake hayawezi kuongezeka zaidi, kesi ya mauaji ya Sharon Otieno ikafikia tamati. Jaji Cecilia Githua alimpata Zachary Okoth Obado na hatia ya mauaji ya Sharon Otieno. Kwa mwanasiasa aliyewahi kuwa miongoni mwa magavana wenye ushawishi mkubwa nchini, tofauti ni dhahiri. Misafara ya magari ya kifahari imepisha usafiri wa magereza. Mikutano ya kisiasa ikageuka kuwa safari za mahakamani. Mamlaka aliyowahi kuyafurahia sasa yamefunikwa na uzito wa hukumu ya kupatikana na hatia ya mauaji. Kesi hii ni ukumbusho kwamba mamlaka ni ya muda, bahati inaweza kubadilika, na hata viongozi wenye nguvu zaidi wanaweza kuporomoka kutoka kileleni. Grace Ng'ang'a, KTN. Tusalie katika suala hilo mtazamaji.